mili wa dola inapaswa kuiga kinachofanyika bungeni, bunge live. Lakini haya yanayofanyika, mimi naamini haya ni kulinda maslahi ya wakandamizaji haki. Mashtaki watu kwa uongo, mnashindwa kuthibitisha kesi zao, hamtaki mambo hayo ya ukandamizaji yajulikane, mnakuja kutoa makatazo ambayo hayafuati sheria wala hayafuati katiba. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwa ujumbe huu, ili katazo litafutwa, mahakama itabaki kushughulika na masuala ambayo yanaihusu mahakama. Masuala ya maadili ya mawakili yana utaratibu wake wa kushughulikiwa, na bahati nzuri utaratibu huo umeainishwa kwenye hizi kanuni. Kwa hiyo sio kazi ya mahakama kwa ngazi ya msajili. Msajili wa mahakama kuu sio mamlaka ya maadili ya mawakili. Sio mamlaka ya maadili ya mawakili msajili wa mahakama kuu. Wala hapaswi kutoa ili tangazo kwa sababu yeye sio mamlaka ya maadili ya mawakili. Maadili ya mawakili yanasimamiwa na hizi kanuni ambazo kazinukuu. Kuna kamati ya maadili ya mawakili ya Chama cha Wanasheria wa Tanganyika TLS, kuna kamati ya maadili ya mawakili, kamati ya kitaifa ambayo inaongozwa na mwenyekiti ambaye ni jaji wa mahakama kuu. Hizi ndizo mamlaka zinazopaswa kushughulika na maadili ya mawakili, na zinashughulika na maadili ya mawakili pale ambapo zinapokea malalamiko rasmi dhidi ya wakili fulani kukiuka maadili, sio kutoa makatazo ya hivi ya jumla haya. Mimi ni mdau namba 1 wa maadili. Mdau namba 1 wa maadili kwa sababu naamini kila kazi lazima izingatie maadili. Na ndio maana wakati fulani jaji fulani aliponitukana mahakamani, nilimpeleka huyo jaji wa mahakama kuu ya Tanzania kwenye kamati ya maadili ya majaji, na alienda kuniomba radhi. Aliniomba radhi kwa sababu kuna watu wanafikiri kwamba jaji ni Mungu, kwamba hakosei. Kuna watu wanafikiri kwamba msajili wa mahakama kuu ni Mungu, hakosei. Wanaokosea ni mawakili tu ambao ni mashetani. No, sheria ya nchi hii imeweka maadili kwa kila mdau anayehusika kwenye kazi zote, sio za sheria tu, kazi zote. Ndio maana hata kwa mfano kwa viongozi wa umma wana secretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Kwa hiyo maadili ni jambo la msingi, na tunapotimiza wajibu wetu, tunapotumia haki zetu za kikatiba na kisheria kuhakikisha maadili yanalindwa, haki inapatikana, isionekane tunavunja maadili. Kwani mara ngapi mahakimu wamekamatwa na rushwa? Mara ngapi? Ni maadili hayo sasa? Mara ngapi polisi walifuta kesi 1840 za kubambikizia watu? Polisi walifuta kesi hizo, ipo kwenye rekodi. Leo wanaokumbushwa maadili ni nani tu? Ni mawakili tu wa kujitegemea. Haiwezekani. Nyie kama mna matatizo yenu na mawakili, tafuteni forum zingine, lakini sio kutumia visheria hivi ambavyo kimsingi havisemi hao mambo, kuonea mawakili, kuwasimanga mawakili. Mawakili wa nchi hii ni raia halali kabisa wa nchi hii, na kazi wanayoifanya ni kazi halali, kazi ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, na wanapaswa kuifanya kwa moyo wote kuhakikisha kwamba nchi hii inapata ustawi kwenye eneo hili la haki. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, kama kuna jambo lolote pengine ambalo mnataka kulifahamu kwenye haya niliyoyazungumza, mnaweza mkaniuliza swali au ufafanuzi na nikaweza kulijibu kwa kadri ambavyo inatakiwa lijibiwe. Ndio. Swali langu la kwanza, katika tangazo hili la msajili tunahusisha pia chama cha mawakili TLS. Chama hiki ni kama kimebariki jambo hili mpaka kinawekwa katika tangazo hili. Swali langu la kwanza, wewe kama wakili unazungumzia vipi hili ambalo umeliwasilisha kwa waandishi wa habari na wananchi wote wajue chama chenu ni kama kimebariki? Je, na chenyewe kimekubali kuivunja hiyo katiba ambayo kwa mujibu wako? Swali langu la kwanza. Swali langu la pili, nasema pia kuna issue ya kuzungumzia mwenendo wa kesi, na hili nafikiri ni custodian namba 1 kwenye baadhi ya kesi ambazo tumewahi kufanya. Upande wa mashtaka ulizungumza kwamba umepindisha kidogo mambo ya mwenendo wa kesi. Hili pia mnakwenda kulidhibiti vipi? Yaani mnakwenda kubanwa vipi kuhusiana na issue ya kuwasilisha uwasilishaji wa kesi inayoendelea mahakamani? Lakini la tatu ni kuhusiana na vifungu ambavyo tumetajwa katika tangazo hili. Mwananchi anayesoma ambaye hajui vifungu, imetajwa kifungu cha kanuni ya 137, lakini kibara ya 30 kifungu cha A na B inathibitisha kwamba hiki kinachofanyika, yani tangazo hili lilivyowekwa linaenda kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo madereka kwa uchache kwa kufanulia wa Tanzania kuhusiana na vifungu. Nakushukuru mwandishi wa habari. Ili jambo lolote lionekane kwamba limetoka TLS, ni muhimu ikafahamika kwamba
chombo chenye mamlaka ya kutoa jambo lolote kwa niaba ya chama cha mawakili wa Tanganyika ni baraza la uongozi la chama cha mawakili wa Tanganyika ambalo linaitwa Governing Council. Na Governing Council wakishaazimia kwamba jambo hili ndio msimamo wa TLS, taarifa inaweza ikatolewa kwa umma na kiongozi yeyote wa TLS, na mara nyingi anayefanya hivyo ni rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika, ndio msemaji wa chama cha mawakili wa Tanganyika, kuja kuwasilisha yale ambayo yameamuliwa na baraza la uongozi. Sasa inasikitisha, kwa mfano hili katazo hili la mahakama limenukuu katazo la TLS, lakini halisemi hilo katazo la TLS lilitolewa lini, akaliweka hapa tukaona kabisa kwamba hili tangazo limetoka kwenye baraza la uongozi la TLS. Hajataja hilo katazo la TLS lilitolewa lini. Na hilo linathibitisha kwamba TLS haijawahi kukataza mawakili kuzungumza katika viunga vya mahakama, kwa sababu kesi zinazoendelea mahakamani sio kesi za TLS, ni kesi kati ya mtu na mtu, wanaitwa wadawa au parties. Sasa TLS inaathirikaje na vitu ambavyo yenyewe haihusiki mpaka iende katoe katazo? Yaani kesi ni ya Juma na Abdalla, iko mahakamani, na kanuni inasema wanaoruhusiwa kupeleka malalamiko kama watakuwa wameathiriwa kwa namna yote ile, namna kesi au mwenendo wa kesi unavyozungumzwa huko nje, huyu anayeathirika kwenye kesi hiyo ndio aende akalalamike. Kwa hiyo unaona, katika muktadha huo sio TLS wala sio mahakama ina mamlaka ya kukataza watu kuzungumzia mienendo ya kesi iliyoko mahakamani. Yeyote ambaye anaathiriwa na matamko au kuingiliwa kwa mwenendo wa kesi ni yule ambaye yuko ndani ya hiyo kesi, ndio anapaswa kwenda kuchukua hatua. Kwa hiyo msajili aje atuambie sasa yeye ni lini baraza la uongozi la TLS lilikaa, baraza hilo la uongozi likapitisha azimio kwamba mawakili kuanzia leo msiongee na vyombo vya habari mkiwa mahakamani. Hakuna hilo azimio, hakuna. Kama lipo hilo azimio, kama lipo, mimi kuanzia leo nitaacha uwakili. Kama hilo azimio la TLS lipo, haya mambo ni ya kutunga, yametungwa haya mambo kuwadhibiti baadhi ya watu. Na ndio maana nimesema ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Tanzania imepiga marufuku sheria yoyote, kanuni au utaratibu wote ambao ni wa kibaguzi kwenye nchi hii. Hamwezi kuweka makatazo kuwalenga watu, unakuwa ni upuuzi kama ulivyo upuuzi mwingine. Sheria inapaswa kuwa ni kwa ajili ya wote. Ndio maana ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria na wana haki, wanastahili kupewa haki sawa mbele ya sheria, sio kulengalenga watu. Kwa hiyo hili katazo ambalo limejiegameza pia katika maamuzi ya TLS sio la ukweli, kwa sababu hilo katazo la TLS halipo na TLS haijawahi kutoa hilo. Mimi kama mwanachama wa TLS ambaye taarifa zote za TLS zinazohusu mawakili napaswa kuzipata, sijawahi kupata hilo katazo. Sijawahi. Halipo, ni uongo. Yaani TLS haijawahi kusema hivyo, haijawahi. Na hata kama itatokea kufanya hivyo, TLS itakuwa inakosea, kwa sababu labda iwe ni kesi inayohusu TLS, lakini kwa kesi inayomhusu Juma na Abdalla, TLS hairuhusi kutoa katazo kwa wakili au mtu mwingine yote kuzungumzia hiyo kesi. Lakini umeniuliza swali kwamba wamenukuu kifungu kanuni ya 137 ya kanuni za maadili ya mawakili. Naomba nirudie tena kukisoma na kukitafsiri kwa Kiswahili kisicho rasmi. Kanuni ya 137 inasema, an advocate shall not comment on a specific case that is pending before the court in a manner that prejudges the outcome of such case. Kwa maana nyingine, wakili haruhusiwi kutoa maoni kwenye kesi mahususi iliyoko mahakamani katika namna inayoweza kupelekea kujulikana kwa matokeo ya kesi husika. Kwa hiyo wakili unaruhusiwa kuongea, wewe ongea kuhusu kesi iliyoko mahakamani, ila matamshi yako yasipelekee kutoa tafsiri ya hukumu inayosubiriwa kutolewa na mahakama. Ongea kuhusu kesi, wewe ongea tu. Ilikuwaje, mwenendo wa kesi ongea. Kwa sababu mwenendo wa kesi ni matukio yote yanayotokea ndani ya mahakama.
ushahidi unaotolewa na shahidi unaruhusiwa kuripotiwa, kwa sababu wewe uweki maoni pale, unasema shahidi alichokisema, na hicho akipelekei mtu kujua kwamba uamuzi kwenye hakusaidii kulifanya katazo liwe halali. Vifungu vinavyonukuliwa hapa vitalifanya katazo liwe halali kama tu vifungu hivyo vinazungumza maudhui yote yaliyoko hapa. Sasa ukisoma sheria kama ninavyokusomea, haizungumzii kuwakataza mawakili kuongea na vyombo vya habari mahakamani. Kanuni ya 137 inazungumza wakili usiongelee mambo yaliyoko mahakamani kwa namna itakayopelekea matokeo kujulikana, hukumu kujulikana. Kwa hiyo kama unaongea kwa namna nyingine ambayo inaendelea kuficha hukumu, kila mtu asijue itakujaje, wewe ongea tu, hujakatazwa kwa mujibu wa kanuni hii. Wewe kamuulize huyu aliandika, nimekupa nakala, muulize hivi, hii kanuni ni wapi sasa inawakataza mawakili wasiongelee mahakamani? Wapi? Muulize, kanuni ni hii hapa. Hiyo ibara ya 30 hii hapa. Hii hapa ibara ya 30. Hii hapa iko wazi kabisa. Kamuulize ibara 30 si ndio hii? Haya, wapi mawakili wamekatazwa sasa kwenye hii ibara? Unajua kuna mambo mengine tusio tunapelekana tu kama vile hatuna uelewa. Ibara 30 hii hapa iko wazi, hii hapa. Haizungumzia hayo mambo yanayozungumzwa kwenye hili katazo, na naomba nirudie hili katazo ili uone kilichoandikwa hapa na kilichoandikwa hapa kama vinafanana. Kama havifanani, kunukuu kwa kisheria kule mahakamani tunasema ukinukuu kifungu katika mazingira yasiyohusika unasema wrong citation of the law. Wrong citation of the law. Amesema hivi, kwa kuzingatia matakwa ya kanuni ya 137. Hiyo kanuni nimeshawasomea, za maadili ya mawakili, na ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chama cha Wanasheria wa Tanganyika TLS kiliwataka wanachama wake kutoongea na vyombo vya habari kwenye maeneo ya mahakama mara baada ya mashauri kuahirishwa. TLS haijawahi kufanya hivyo hata siku moja. TLS, na rais wa TLS kama yuko hapa aje anikanushe. TLS haijawahi kukaa kama baraza la uongozi kutoa ili azimio, kwa sababu wanajua wao kama watu muhimu kabisa katika usimamiaji na utoaji haki hapa nchini hawawezi kwenda kutoa katazo linalokiuka sheria. TLS hawajawahi. Kwa hiyo huu ulioandikwa hapa ni uongo. Huu ni uongo. Ni uongo huu. Watuonyeshe TLS ilikaa lini kama governing council. Akaendelea kusema, kwa kurejea hatua hiyo ya chama cha wanasheria Tanganyika na maelekezo ya mahakama ya Tanzania, Mahakama Kuu ya Tanzania inapenda kuwakumbusha na kuwasisitiza mawakili wote wanaohudhuria mashauri mahakamani kuzingatia na kuheshimu maelekezo hayo ya TLS. Sikiliza, ibara ya 26 ya Katiba ya Tanzania inataka Watanzania wote waheshimu katiba na sheria za nchi, sio maelekezo ambayo hayapo mimi hamna mahala popote kwenye katiba nimetakiwa niheshimu maelekezo. Hakuna kwenye katiba hii ambayo natakiwa mimi kikatiba niheshimu maelekezo. Tena bahati mbaya maelekezo yenyewe ambayo yako kinyume na sheria. Kwa hiyo hatuwezi kuheshimu maelekezo ambayo hayatokani na sheria. Sisi tunaheshimu matakwa ya katiba na matakwa ya sheria, sio matakwa ya mahakama wala matakwa ya TLS ambayo hayatokani na sheria. Kwa hiyo kuziweka hizi sheria hapa kunathibitisha aliyeziweka hizi sheria kama akuzisoma vizuri, kama alizisoma vizuri basi akuzielewa. Hakuzielewa kabisa. Maana yake anaendelea kusema, kwa kuzingatia na kuheshimu maelekezo hayo ya TLS na mahakama, kwa kutokufanya mahojiano na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama. Sasa nimekuonyesha hapa ibara za katiba, nimekuonyesha kanuni za maadili ya mawakili. Hakuna mahala popote wakili amekatazwa kuongea na chombo cha habari akiwa katika viunga vya mahakama. Hayo ni maoni ya aliyeandika ile tangazo, ni maoni yake binafsi. Maoni binafsi ya aliyeandika tangazo. Kwa sababu hizi sheria hazisemi hivyo. Akaendelea kusema katika na kutongelea mwenendo wa mashauri yanayoendelea mahakamani kwa namna inayoweza kuathiri mwenendo wa mashauri. Kanuni haijasema hivyo. Kanuni imesema kwa namna inayoweza kufanya hukumu ijulikane mapema. Kwa namna ambayo hukumu inaweza ikajulikana mapema. Kwa kumbe kinachozuiliwa
kisijulikane mapema ni hukumu ya mahakama kwa kesi iliyoko mahakamani. Kwa hiyo kama unaongea na waandishi wa habari, wewe ongea nao tu, ongea vyote unavyoweza kuongea, isipokuwa tu kwa namna ambayo haitafanya hukumu ya kesi husika ijulikane mapema. Lakini hata ikitokea basi ukaongea kwa namna ambayo itafanya hukumu ijulikane mapema, utakuwa umevunja maadili wewe wakili, na unatakiwa kufikishwa kwenye kamati ya maadili ya mawakili, na sio kuzuia mawakili wengine wasizungumze na vyombo vya habari kwa namna ambayo imeelekezwa kwenye sheria. Kwa hiyo kama kuna wakili ataongea kinyume na hii kanuni, atakuwa kavunja maadili, na akivunja maadili, wakili huyo mmoja anachukuliwa yeye kama alivyo, anapelekwa kwenye kamati ya maadili. Aliandika hii aende akasome sheria ya habari ya mwaka 2016. Iko wazi hiyo sheria. Iko wazi. Yaani vyombo vya habari vina wajibu wa kuhabarisha umma. Wanatumia ibara ya 18B. Vyombo vya habari, mnatafuta habari, ndio maana unakuja kunihoji. Alafu unaitoa habari. Unaitafuta habari, unaipata, alafu unaitoa bila kujali mipaka. Ndio ibara ya 18 inavyosema hivyo. Kwa hiyo unao uhuru kabisa wa kufanya. Isipokuwa wewe chombo cha habari ukifanya kosa la kuingilia, la kuvunja, kuna kifungu cha 114 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni ya adhabu ambayo ni sura ya 16 kimeweka kwamba ni kosa kwa mtu kudharau mahakama, contempt of court. Kwa hiyo ukiongea kama chombo cha habari kwa namna ambayo inadharau mahakama, utashughulikiwa kijinai. Watakukamata, watakupeleka kule Central Police, watakufungulia kesi, watakufikisha mahakamani na utashughulikiwa kwa kufanya hiyo jinai. Lakini katazo hili linawahusu mawakili wasiongee na vyombo vya habari kwenye viunga vya mahakama, na sheria iliyorejewa ni hizi sheria hizi hapa mbili. Sasa hizi sheria hazisemi hivyo. Hizi sheria haziwakatazi mawakili kuzungumza na vyombo vya habari. Hizi sheria zinazungumza namna ambavyo mawakili wanapaswa kuongea na vyombo vya habari. Waongee katika namna ambayo haiwezi kupelekea matokeo ya kesi kujulikana. Sawa. Ndio. Na mwisho. Ndio. Baada ya mazungumzo haya, mjadala huu kwenda mbele kwenda nyuma, sheria ikabaki hivi. Msimamo wako kama wakili yakuwa ni upi? Mimi msimamo wangu kama wakili, naendelea kuongea na vyombo vya habari na naendelea kuongea na kuzungumzia kesi zilizoko mahakamani kwa kuzingatia kanuni ya 137 na kwa kuzingatia ibara ya 30, ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili ya katiba ya Tanzania. Hii sio sheria hii. Hii sio sheria. Hii ni karatasi tu. Hii sio sheria hii. Ndio maana nimesema kwa kuongea na waandishi wa habari kwenye viunga vya mahakama kwa kutumia vifungu hivi, kama msajili ana ubavu wa kunishtaki kwenye kamati ya maadili ya mawakili anishtaki kwa kulivunja hii tangazo lake, kama anao ubavu. Kwa sababu hizi sheria zinataka kwanza wanaotakiwa kwenda kulalamika ni wale walioko kwenye hiyo kesi. Sasa msajili, mimi sina kesi yote naisimamia au naifanya kesi dhidi yake. Ndio maana nakwambia tunaposoma hizi sheria hizi tunatakiwa kuzisoma kwa utulivu. Sisi ambao tumepata bahati, privilege ya kusoma sheria, tunatakiwa kwa namna zote tuwe makini tunapokuja kwenye umma kuhabarisha umma, kwa sababu tukikosea sisi tutakuwa tumeathiri jamii kubwa sana. Sasa fikiria katazo kama ile analeta msajili. Msajili hana mamlaka yoyote juu ya maadili ya mawakili. Hana hayo mamlaka msajili. Hana mamlaka hayo. Kasoma ndio, kwani mimi nabishana kwamba hajasoma? Mimi nazungumzia hana mamlaka juu ya maadili ya mawakili. Msajili hana hayo mamlaka. Kwa sababu wakili akikosea maadili, akivunja maadili, utaratibu wa kumshughulikia huyo wakili anayekosea maadili, anayevunja maadili umeelekezwa humu na humu. Hamna mahala popote msajili katajwa kwamba ndio atawashughulikia hao mawakili. Kwa hiyo msajili kwa kutoa ile katazo kwanza anajipa mamlaka ambayo hana hayo mamlaka kwa mujibu wa sheria. Msajili mambo yake ni ya utawala huko mahakamani. Nasisitiza tena, swala lolote linalohusu maadili ya mawakili lipelekwe kwenye kamati za maadili ya mawakili za Tanganyika Law Society au lipelekwe katika kamati ya maadili ya kitaifa kuhusu wakili husika kwa kufuata utaratibu. Lakini kama tunaendesha utawala wa sheria, utawala wa haki kwa lengo la kukomoa watu, kudhibiti watu,
na sisi tunakuwa ni sehemu pia ya kurudisha nyuma harakati zinazofanywa au jitihada zinazofanywa na wadau wote katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na ustawi mzuri kwenye eneo la haki. Watu wanapaswa kujua yanayoendelea mahakamani. Yanayoendelea mahakamani sio uchawi, sio sehemu za siri ambazo zinapaswa kufichwa. Asante.